ukiwa kipofu, si kwamba uwezi ukahisi kitu. Unaweza ukaishi na amani, ama unaweza ukaishi hatari. Na usisahau kwamba jambo moja, mtu akiwa kipofu, ndani mwake giza limejaa. Amen. Nisome Mark 10:46. Usome mpaka 48. Nasemaje? Yes. Akafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko, pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Yes. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Haleluya. Kumbuka hii, maandiko imesema wazi ya kwamba huyu mtu licha ya kuwa kipofu, lakini alikuwa mwombezi. Amen. So kuna uwezekano, kuna watu wanataka kukustopisha ni hali wewe unamwhisi Mungu. Haleluya. Tunakataa kunyamazishwa na maadui kwa jina la Yesu Kristo. Mtu akiwa ndani ya uwepo, kuna watu wanaweza tamani sana wakusimamishe, lakini sisi tunasema ya kwamba lazima tutapiga kelele mpaka simfikie Jehova. Na kama ni kupiga makofi, tunapiga makofi mpaka simfikie Jehova. Amen. Maana makofi ile tunayopiga sisi hatupigii wanadamu, bali tunampigia Yesu wa Nazareti. Haleluya. Huyu mtu ni kipofu, lakini alikuwa ni mwombaji. So ina maana ya kwamba alikuwa anaweza pia akahisi hatari, na pia alikuwa alihisi ya kwamba Yesu alikuwa anapita akiwa karibu na yeye. Amen. Na ukumbuke hawa watu wale wenye walikuwa na mnyamazisha, number 1, si walevu. Ni watu wale wenye wanafuata Yesu Kristo kwa mgongo yao. Lakini kuna mtu pale ameketi anahitaji msaada wa Yesu. Lakini sasa nataka uone ya kwamba waliopiga Yesu mitaliki si maadui walio nje, walikuwa wanakula naye pale. Aliyemsaliti Yesu ni yule ambaye alikuwa anakula pamoja naye. So pia ni lazima uone umekaa na mtu wa aina gani. Haleluya. Unajua maandiko yanasema ya kwamba Amos 3:3 ya kwamba watu wawili hawawezi wakatembea pamoja kama hawajaagana ya kwamba watembee pamoja. Lakini nikumbuka hii, kuna mtu unatembea naye na kumbe anakuanzia kukumaliza. Na Mungu akuepushe kwa jina la Yesu Kristo, na tukatae kunyamazishwa. Haleluya. Hii sauti ambayo Yesu alitupatia, lazima tutamwendea, tumwambia kwamba ni wewe, ni yule ambaye uliyeniita, sio yule mwanadamu. Hata kama wataniua, mimi sitakoma kukuita. Mimi nitaitia jina la Bwana mpaka mwisho. Amen. Kumbuka hii moja, Stephen alikuwa anapigwa mawe. Haleluya. Lakini kwa harakati ya kupigwa mawe na watu, at the same time anahisi ya kwamba mbingu imefunguka. Amen. Unajua kuna mtu anaweza anataka kudhuru maisha yako, lakini wewe feel uwepo wa Mungu ukiwa juu yako. Haleluya. Maandiko ni wazi, inasema ya kwamba ijapokuwa nimepita katika ndani ya maji mengi, sitazama, kwa maana Yesu ako pamoja nami, na sitagarikisha, maana hayo maji hayatatumaliza kwa jina la Yesu Kristo. Tutapita katikati ya maadui tukiwa na Yesu,
kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anakuja. Haleluya.